Sisi kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika tunahakikisha kwamba hivi vyama vinavyoanzishwa vinajiendesha kwa kibiashara na kuhakikisha kwamba vinafanya mambo ambayo itawasaidia uendelezaji wake. Sisi kama wasimamizi, kwa kuwa hivi vyama vya ushirika ni vinahusika na mazao ya bustani kama jinsi ambavyo tumesema, na kuhakikisha kwamba vyama hivi vinaboreshwa katika uendeshaji wake, tunashirikiana na wadau mbalimbali ili kuhakikisha tunaviimarisha vyama hivi. Kwa sasa katika mafunzo haya tunaangalia katika ule mnyororo wa thamani wote wa mazao haya ya bustani. Kilimo cha mboga mboga, kwanza mazao yao ni delicate, kwamba hayawezi kuchukua muda mrefu kusubiri soko kama kusipokuwa na njia mbadala ya kuyaweka. Utafiti unaonyesha kwamba 35% ya mazao hasa haya ya mboga mboga yanapotea kabla au yanaharibika kabla hayajaenda sokoni. Kwa hiyo ni 65% ambayo inaweza kaenda sokoni ikamfikia mlaji ikiwa katika hali nzuri. Serikali ina mpango wa kuchimba visima kwa ajili ya kuwasaidia wakulima wadogo kati ya vikundi vya watu 16 hadi 20 ambavyo ukubwa wake ni kama eka 40 hivi. Kisima kimoja kinaweza kuhudumia hizo eneo. Na kwa mkoa wa Shinyanga tuseme kila halmashauri itachimba visima 5 kwa kuanzia, ambavyo ni kama vya kuwafundisha wakulima waweze kuzoea teknolojia, lakini baadaye zitaingia kwa mfumo wa kibiashara ambapo watakaohitaji watalipia gharama fulani na serikali itatoa ruzuku kwa ajili ya kuendelezea mashamba yao waweze kulima wakati wote, hasa mboga mboga na matunda. Kupitia mafunzo haya sasa na washauri wakulima wajiunge kwenye vikundi vyao ili waweze kukopesheka, kwa sababu kuna mikopo kutoka halmashauri na hata mashirika mengine ya kifedha ambavyo tutawasaidia kuweza kumudu hizo gharama za kuchimba visima na waweze kulima kwa tija zaidi na waweze kuuza kwa ajili ya faida yao. Kwa mafunzo haya ambayo tumeshapata na tarajia yanaenda kututoa sehemu fulani kutupia sehemu fulani, kwani tutakuwa tumejifunza mbinu mbalimbali za kuweza kufanikisha ulimaji ambao utaleta tija.